Karibu, nimeungana na mchambuzi wa habari za kimichezo ambaye ni Augusto Malus kutokea Dar es Salaam. Bila shaka ndugu yangu Augusto Malus kutokea hapo Dar es Salaam, uko vizuri kabisa ndugu yangu? Niko vizuri Aidan. I hope Dodoma mnaendelea vizuri na mifungo inaendelea kufanya vema. Tuendelee kujiweka sawa kwa maana ya misingi ya kiimani na matendo, na unajua kufahamu mtu mkubwa wa yote ni nani inatosha. Na moja kati ya tunu za kumbukumbu ya unajua nyakati za funga ya Kwaresma na Ramadhani, basi watu wanajiweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo I hope na nyinyi Dodoma mnaendelea vizuri sana kwenye hilo. Sisi tunaendelea vizuri, nisijue Dar es Salaam wanasemaje, lakini kabla hatujaingia kwenye mada husika, kwa sababu tunafahamu kwamba stori kubwa ndani ya wiki ni dabi ya Kariakoo ambao ni Dar es Salaam Africans ambao watakuwa wanakaribisha Simba Sports Club. Ukijaribu kutazama hapa Dodoma, makao makuu ya nchi, vibe la mashabiki wa Simba lipo, lakini pia vibe la mashabiki wa Dar es Salaam Africans, timu ya wananchi, lipo. Pengine hapo Dar es Salaam wanasemaje kwenye issue nzima ya motivation au hamasa, namna ambavyo unapita kwenye maeneo mbalimbali, Tegeta, Kariakoo, Moroko, mitaa mbalimbali Dar es Salaam. Dodoma huku vibe bado lipo. Ni mchezo mkuu. Unajua kama ulivyogusia, ni dabi ya Kariakoo. Ni mchezo ambao umezaliwa kutoka kwenye eneo ambalo unaweza kusema ndio lina mishemishe na nishati kubwa zaidi ya kibiashara kwa Dar es Salaam jinsi ilivyo kama mji. Kariakoo ndio sehemu ama ndio kitovu unaweza kusema cha masoko, watu wa madaraja ya aina yote, lakini pia ndani yake huwa kuna michezo. Makao makuu ya hivi vilabu vyote yanapatikana pale, na ukipita maeneo yale hivi sasa unakuta kuna vijiwe ya watu wanatambiana, wamevalia jezi zao, wamevalia mavazi ambayo yanaashiria wao ni wanasapoti aidha Simba au Yanga. Ni mchezo ambao hauhitaji kelele nyingi sana kufahamu hamasa yake, especially kwa mkoa wa Dar es Salaam. Japokuwa nafahamu pia Tanzania kijumla, hata mikoani ni hivyo pia, kwa sababu Simba na Yanga ni timu wengine huwa wanapenda kutumia neno urithi. Ni timu za urithi, ni timu ambazo zinazungumzia utamaduni kwa ukubwa wake wa soka la Tanzania. Ukitaka kuzungumzia Tanzania na soka lake, lazima utaanzia kwa Simba na Yanga. Kuna namna fulani hizi ndio timu ambazo zina define bora na wapi tunakwenda kama soka la Tanzania kiujumla. Miaka ambayo Yanga na Simba wanakuwa kwenye ubora, mara nyingi na timu ya taifa Tanzania pia inakuwa na nafasi nzuri ya kufanya vizuri kuliko ambavyo miaka ambayo Simba na Yanga hawawi kwenye ubora alafu timu ya taifa ikafanya vizuri. Kwa hiyo inakuonyesha huu ni mchezo mkubwa wa kiasi gani, na of course Dar es Salaam kama ambavyo wewe najua unawaza sasa hivi matarajio yako kwamba kuna kitu ni cha tofauti kwenye mji kuelekea hiyo Jumamosi. Of course ndivyo hali ilivyo. Jana mimi nilikuwa Tegeta, kuna majukumu fanya kikazi pale. Mashabiki wa Simba na Yanga nilikuwa nao muda mrefu, na unaona kabisa enthusiasm yao kuelekea kwenye mchezo. Matarajio ni makubwa, na bahati nzuri ni kwamba wengi wanaamini kwamba wote wana nafasi. Yaani mashabiki wa Simba wanaamini wana nafasi ya kushinda mchezo huu. Vile vile mashabiki wa Young Africans nao wanaamini wataendeleza ubabe wao dhidi ya Young Africans, dhidi ya Simba Sports, kwa sababu utakumbuka Aidan, kwenye ligi kuu mara ya mwisho Simba Sports kupata ushindi ilikuwa ni msimu wa 2022-23 nadhani. Ile game ambayo Kip Dennis na Enoch Nongabaka wanafunga ushindi wa 2-0 kwa Simba Sports. Lakini tofauti na hapo, kwenye ligi kuu so far imekuwa one way traffic. Young Africans amekuwa mbabe. Msimu uliopita utakumbuka ile aggregate ya mabao 7-2, kwa maana ya kwamba 5-1 kwenye duru ya kwanza, 2-1 kwenye duru ya pili. Alafu pia mwanzoni mwa msimu huu tayari Yanga ameshinda mchezo mmoja pia duru ya kwanza. Kwa hiyo mashabiki wa pande zote mbili wanajiamini, lakini kwa kesi ya form, kwa kesi ya head to head kulingana kwenye mchezo, mashabiki wa Simba wao wanatumia kigezo cha performance yao msimu kwenye michuano ya kimataifa, bila kusahau pia kwenye ligi kuu kijumla. Imekuwa ni timu ambayo wengi tunaitazama na tunakubali ya kwamba imekuwa na mfululizo bora zaidi wa kiwango, kwa maana ya kwamba kuanzia ligi imeanza mpaka hapa tulipofika, unaona kabisa kwenye ile graph ya kiwango kuwa bora kwa michezo mingi
basi Simba ni timu ambayo imefanya hivyo kwa kubwa zaidi kuliko hata Young Africans. Kuna matches ambazo Yanga ameshinda, na bila shaka hata mashabiki wake atakubali kwamba hawakucheza katika ule ubora ambao ulipaswa ama ambao uliwaridhisha wao, na kuna michezo of course Young Africans wamepoteza michezo mingi kuliko hata Simba Sports kuelekea kwenye derby msimu huu kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni game fulani nzuri, na I hope itaamuliwa zaidi kwenye ubora wa timu moja ama mbinu za makocha wa timu zote mbili, kwamba timu fulani imeshinda alafu wote tunakaa baada ya mchezo tukubaliana, bwana, Simba alishinda kwa sababu alikuwa bora kuliko Yanga, ama Yanga alishinda kwa sababu alikuwa bora kuliko Simba. Kwa hiyo ni jambo la kusubiri na kuweza kuona. Bahati nzuri tarehe 8 nayo haiko mbali, maana leo tunazungumza mimi na wewe Aida ni hapa tarehe 6. Kwa hiyo ni takriban masaa kama 48 tu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, na bila shaka Afrika, ulimwengu na ulimwengu kiujumla vitakuwa vinangojea uhondo mzuri kabisa wa Kariakoo dabi. Yes, unajua Maruhusu umezungumza mambo mazuri sana ambayo yana make sense kwenye issue nzima ya motisha au motivation ya maza tunasema, lakini pia umezungumza kwenye issue nzima ya kiufundi. Sasa wanachama wa Simba pamoja na mashabiki wa Simba, kabla tujaingia katika upande wa Dar es Salaam Africans, nilikuwa natamani, kwa sababu wengi wamekuwa wananiuliza maswali kama haya, lakini mimi nimeona nisiwe binafsi kukosa kuuliza swali kama hilo. Wanasema kwamba kwenye eneo la ushambuliaji au finish ndani ya Simba Sports Club una mtu kama Christian Leon Ateba, lakini pia kuna mtu kama Steven Dese Mkwara, na hawa ni moja kati ya washambuliaji ambao wameonekana kuwa focal point wa Simba Sports Club kwenye eneo la final third. Pengine mtazamo wako kwa Gaston Maruhusu, mchezaji yupi ambaye unatamani aweze kuanza kwenye hiyo game ya tarehe 8 ambao ni dabi ya Kariakoo kati ya Steven Dese Mkwara lakini pia na mtu kama Christian Leon Ateba kulingana na peak performance walionao kwa hivi karibuni? Ni swali zuri Aidan, lakini kabla ya kujibu nigusie tu kwamba mashabiki wa soka la Tanzania kwa asilimia kubwa sana tumekuwa na mimi najiweka ndani yao, kwa sababu kabla ya kuwa mchambuzi, kabla ya kuwa nini, lazima pia na mimi ni shabiki wa soka. Tumejiweka kwenye wazo la kuamini mshambuliaji bora ni yule anayefunga magoli mengi, yani lazima afunge magoli, kitu ambacho kwenye soka la hivi sasa sio lazima iwe hivyo. Mshambuliaji bora wakati ni yule ambaye anakizi mahitaji ya mwalimu wake. Ukiangalia jinsi ambavyo Simba Sports wanacheza, aidha nikirejea kwenye msingi wa swali lako na kulijibia, ni kwamba Simba wanacheza position play. Kuna namna fulani kocha hahitaji tu mtu akae kwenye nafasi fulani, anahitaji atimize role fulani. Na je, wakati anakuwa kwenye eneo fulani ama eneo husika, kulingana na muda na mjongeo wa mchezo, anafanya maamuzi ambayo ni sahihi kwa kiasi gani ambayo yanainufaisha klabu yake. Ukitumia huo msingi, kuna majibu yanapatikana ambayo yanatoa mrejesho wa faida kwa Steven Dese Mkwala kuanza, lakini pia Lionel Ateba Mbida kuanza. Kwa maana ya ukiwa na Lionel Ateba Mbida unakuwa na mtu ambaye kwenye physicality anakuofa moja kwa moja nafasi ya timu yako kuweza kupokea mipira kwenye eneo la juu na kuweza kuzalisha mipira ya pili wa mawinga Eli Mpanzu, Kid Dennis, bila kusahau namba 10 Jenchaza huwa, hata wale overlapping fullbacks kwa maana ya Mohamed Hussein na Shomari Kapombe kuweza kunufaika nayo, hata of course overlapping mids ambao walikuwa wameteka advanced position kwa maana ya kama wataanza Ngoma na Kagoma kwa kwenye mchezo huo, na jinsi ambavyo tumekuwa tukifahamu kwa michezo mikubwa ya Simba msimu. Kwa hiyo anakuwa ni option ya namna hiyo, especially kwenye ule msingi wa kukutana na center backs wawili wenye ubora na hadhi ya Ibra Baka pamoja na Dickson Job, ambao to me ni miongoni mwa madefender wakati bora kabisa nchi hii imewahi kuwazalisha ama kuproduce kwenye kipindi cha takriban miaka 15 iliyopita. Wanafanya vizuri sana, na of course msimu huu hawajakuwa bora sana kwao, lazima niwe muwazi, kwa maana mfululizo wa kiwango kile ambacho tumeona nacho kwa misimu miwili iliyopita ama mitatu, lakini sio, these are the boys ambao wamekuwa wakifanya vema na Young Africans kwenye Kariakoo derbies nyingi tu zilizopita, including za msimu uliopita ambazo Young Africans zote dominate na kushinda. Kwa hiyo need a striker ambaye ataweza kucompete nao kwenye size, kwenye kasi, kwenye kutoa pasi sahihi na kufanya maamuzi sahihi, kwenye kuwa mtulivu na kuhakikisha anatunza mpira eneo la juu kwa klabu yake, kwa maana hasa ya kesi ya Simba.
Kwa hiyo mimi nikisema Ateba aanze na nikisema Mkwala asianze, nitakuwa siko 100% correct kwenye hiyo wazo, na kwa nafasi ya kipekee pia nitakuwa sijatenda haki kwa mchezaji mwingine baina ya hao wawili kwa mmoja ambaye nitamwanzisha na mwingine kumwacha nje, kwa sababu ambacho hakuofi Steven Dese anakuofa Lionel Ateba, na ambacho hakuofi Lionel Ateba Steven Dese Mkwala anakuofa, kwa sababu game ya Mkwala inatafsirika na inafahamika zaidi kwenye ubora iwapo unataka mshambuliaji ambaye atakimbia zaidi kwenye eneo la juu pale, atafanya high pressing vizuri wakati timu haina mpira na inazuia, na of course ikifika na wakati wa ku receive mashambulizi kutoka kwenye deep areas in between the lines, anaweza ku drop na kwenda ku receive mashambulizi, akaweza kufanikisha kumalizaji nafasi wa Simba kwenye eneo la mwisho. Lakini kasoro yake kubwa ni umaliziaji. Anaweza akakosa magoli mengi sana ama nafasi nyingi sana licha ya nafasi nyingi kuweza kutengenezwa, na of course licha hata ya hat-trick ambao alifunga dhidi ya Coastal Union kwenye mchezo wa mwisho wa Simba Sports wa ligi kuu. Mchezaji ambaye amekopwa akikosa magoli. Alafu sasa kibaya zaidi ama unfortunately kwa Simba, hata Ateba sio convincingly ni mtu ambaye anaweza akafunga labda mabao 5 kwenye nafasi 5 anazozipata. Mchezaji ambaye pia naye anakosa mabao, lakini ukiangalia uimara wake wa mwili, ukiangalia namna ambavyo anaweza kuunganisha mashambulizi eneo la juu na aina ya mchezo jinsi ulivyo, unaona kabisa yeye kwenye wazo la kocha Fadlu labda kuilazimisha backline ya Yanga isitogee sana juu, isiwe comfortable sana kuja juu, kwa sababu pale juu kwenye mstari wa kwanza ulinzi Simba Sports wako na mtu ambaye anaweza kubeba mpira kwenye eneo kubwa la kiwanja kutokana na size na uwezo wake wa kukota mpira. Unaona kabisa kwamba maybe Ateba anawezekana akawa ni mshambuliaji sahihi wa kwanza kwenye game, and of course inachagizwa na ukweli kwamba ameanza kwenye mchezo mingi mkubwa ya Simba Sports msimu huu, kuanzia mashindano ya CAF mpaka of course kwenye ligi kuu. Kwa hiyo kama nitapewa nafasi ya kuchagua, nitakubali kwamba kuna asilimia zaidi ya 80 ambazo zinamfanya Ateba kupewa nafasi ya kuanza kwenye mchezo, na mimi binafsi akianzishwa yeye sitoshangaa. Lakini pia inatoa mwanya na ubora ambao amekuwa anaonyesha Mkwala, lakini pia hata kitendo cha watu kumpa nafasi kwamba yeye pia anapaswa kuanza, inamaanisha kwamba anaweza hata kuja kuingia kwenye kipindi cha pili na kuleta mabadiliko tena, ikawa advantage kwa Simba, kwa sababu Ateba anakuwa ameshafanya kazi kubwa dhidi ya backline ya Yanga, kina Baka, kina Job ama Mwamnyeto, iwapo wote wale ambao wataanza, na kwa namna fulani pairing ile itakuwa imepata mushkeli, imesumbuliwa na Ateba. Alafu katika uchovu wao, kama watakuwa wamechoka, dakika za mwisho wanakuja kumalizia na Mkwala ambaye ni mzururaji, ni msumbufu kwenye kutafuta nafasi, mkimbiaji mzuri kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo yote ni mema kwa Simba Sports kwa yoyote atakayeanza, na yupi ataanza nafikiri tumwachie kocha Fadlu Davids ambaye yeye anatumia muda mwingi nao kwenye mazoezi, regardless ya Mkwala kuwa na magoli 8 kama Ateba, na wote kutoa assist 5 za magoli kiujumla wao. Kwa hiyo ni upi kocha atachagua kwenda naye, nafikiri tumwachie yeye mwenyewe Fadlu Davids afanye uamuzi kwenye hilo. Okay, Marusu, umezungumza mambo mazito sana ambayo yana make sense about Simba Sports Club. Kwa kumalizia kwa uduchu kabisa, ningependa tuzungumzie kidogo kuhusiana na ujio wa kocha mpya wa Dar Mengefkans ambaye ni Mirodi Yamudi kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Haiwezi kampa maybe ugumu wote kwa sababu ni kocha mpya ambaye nafikiri dabi yake ya kwanza ugumu hawezi ukawepo, au kulingana tunasema kwamba kocha muda wote anakuwa na maandalizi, ile of experience ambayo amepita inaweza kumsaidia, au kuna wasaidizi wake ambao wanaweza akajua kwamba mbinu ambazo anaweza kuzitumia kwenye dabi zinaweza kumsaidia. Ugeni wake ndani ya Dar Mengefkans haiwezi kumpa ugumu kwa uduchu kabisa Marusu. No, sidhani, kwa sababu baki na 2015-16 alikuwa kocha wa USM Alger
na alisaidia kufika finali ya CAF Champions League. Remember ilifungwa na TP Mazembe kwenye finali, Mazembe ya Samata. And of course ule ulikuwa ni msimu ambao Samata alikuwa mfungaji bora wa CAF Champions League na akaenda kuwa mchezaji bora wa Afrika pia kwa wachezaji wanaocheza ligi za ndani. Na USM Alger ilikuwa mabingwa wa Algeria kwenye ule msimu, na Algeria tunafahamu kuna dabi ya Algiers pale, MC Alger dhidi ya USM Alger. Kwa hiyo amesha experience mazingira ya dabi kwa namna hiyo, lakini pia kwa wakati ule dabi ya Algeria ilikuwa ni moja ya dabi kubwa zaidi barani Afrika. Dabi ya Algiers kwa maana ya USM Alger na MC Alger. Kwa hiyo sidhani kama atapata ugumu sana, japokuwa of course there's always a first time wanasema kwenye kila kitu, na first time zote mara nyingi huwa inakupa nafasi ya kujifunza. Kwa hiyo ninajua tayari viongozi watakuwa wameketi naye kufahamu kama kuna chochote ambacho anahitaji msaada kuelekea kwenye huu mchezo, kwa maana ya kuhakikisha yuko settled physically na mentally kufanya kazi yake kwenye game. Lakini pia let's not forget hata Fadlu Davids naye sio mzoefu hivyo kwenye hii dabi. Itakuwa ni dabi yake ya 3 ya Kariakoo, kwa sababu anakwenda akiwa hajashinda zozote, kwenye hizo dabi mbili zilizopita hajashinda hata moja. Kwa hiyo na yeye pia ana point to prove kwenye hii dabi, na mimi naona wote bado ni makocha ambao wanauchanga kwenye dabi ya Kariakoo. But of course utampa kidogo advantage Fadlu, kwa maana ya kuwa ameshasahii dabi yake ya 3 anahusika nayo baada ya Ngao ya Jamii pamoja na mchezo wa ya kwanza ya ligi. Na kwa upande wa Mirudi Hamdi, mimi nafikiri ni kocha ambaye hata struggle kwa maana ya ugeni, kwa sababu tayari kama nilivyokuelezea anafahamiana na dabi mbalimbali, na ile ya Algeria ni moja, ile ya Algiers moja kati ya dabi ambazo zinampa fundamentals nzuri kabisa kuweza kwenda kwenye mchezo akiwa anatarajia kitu fulani kitokee na akawa anajua aanzie wapi na amaliziaje. Kwa hiyo ugeni yes unaweza kawepo kwake, especially kwa kesi Hamdi, lakini binafsi naamini ni kocha ambaye anatosha kuweza kupata matokeo kwenye dabi ya Kariakoo. Ni kocha ambaye anatosha kuweza ku-raise challenge dhidi ya Fadlu Davids wa Simba Sports. Mimi nikushukuru sana bana ndugu yangu Agosto Marusi kutoka hapo Dar es Salaam. Nashukuru sana kwa kuweza kutoa ushirikiano. Karibu sana Dodoma na karibu sana Uondo TV. Bila shaka siku ukipata nafasi ya kuja hapa Dodoma, makao makuu ya nchi, lazima ufike hapa Uondo TV. Shukrani sana ndugu yangu Agosto Marusi kutoka hapo Dar es Salaam ndugu yangu. Asante sana Aidan, na kila laheri. Wasalimie sana watu wa Uondo TV. Panapo nafasi, panapo muda, Mwenyezi Mungu akiruhusu, nafikiri pengine tutaonana. Shukrani sana. Bana mtazamaji wa Uondo TV, huyo ni mchambuzi wa habari za michezo ambaye ni Agosto Marusi kutokea Dar es Salaam. Amegusia dabi ya Kariakoo ambayo itapigwa siku ya Jumamosi kuanzia majira ya saa 1:15 za usiku katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Hii ni Uondo TV na mimi naitwa Aidan Jeremiah.